Neema. Fikiria wangapi wanatafuta neema hii. Mulizaliwa wangapi mpaka wewe uokoke katika familia yako? Amen. Neema ya Golgotha ni kama bahari kuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninapitia makubwa magumu kuanzia mwezi wa 12 mpaka hapo, lakini neema bado inaendelea kunifunika. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Nitamwimbia Mungu. Ndugu Mikongo, njoni mwaibishe shetani kwa yote ambayo anayopitia kuanzia mwezi wa 12. Lazima tusimame tusaidiane, unisaidie vijana. Mbinguni kuna wenye kuahidiwa
Mimi
Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka niimbe kama dakika moja tu. Acha niimbe, acha nitende, sio wote waliopewa neema. Acha niimbe, acha nitende, sio wote waliopewa neema. Acha niimbe, acha nitende, sio wote waliopewa neema. Acha niimbe, acha nicheze, sio wote waliopewa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wimbo unasema acha niimbe, acha nicheze, kwa sababu sio wote waliopewa neema. Ninakushukuru wewe Mwenyezi Mungu uliye juu ya mbingu zote. Ninakushukuru kwa muda huu ambao Bwana tuko tayari kupokea neno lako. Tazama, mioyo yetu iko tayari kulishwa, na tunahitaji neno lako Bwana liwe na impact katika maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu Roho Mtakatifu ataendelea kujaza maisha yetu kupitia neno lako. Neno lako Bwana litatuinua, litatuhimiza, litatutia nguvu, kwa sababu hicho ndicho chakula cha safari yetu ya kwenda mbingu. Asante kwa sababu utakwenda kusimama na utakwenda kudhihirika katika mambo yote. Ni kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu tunaomba. Amen. Amen. Naomba tufungue Biblia zetu kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Wakorinto wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Ninasoma katika jina la Yesu. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliliudhi kanisa la Mungu. 10. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nao. 11. Basi kama ni mimi, kama ni wale, ndivyo tuvilivyo na ndivyo mlivyoamini. Amen. Naomba mtazame ndugu jirani yako, mtazame usoni jirani yako. Kama anasinzia, mpige kwenye bega, mwambie usisinzie. Alafu mwambie maneno haya. Mwambie maneno haya. Mshote kidole kabisa, mwambie hivi. Mwambie hivi ulivyo ni neema ya Mungu. Amen. Na hilo ndilo somo letu leo. Somo letu linaitwa hivi ulivyo ni neema ya Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Nafikiri tumesoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Sitaki kwenda sana kwenye habari ya historia na mambo mengine ya wasomi, lakini nataka niende moja kwa moja kwenye neno. Tumesoma kwenye Wakorinto wa kwanza ile sura ya 15 tumeanza mstari wa 9 mpaka ule wa 11. Tunaona ni jinsi gani Mtume Paulo anavyojaribu kuwaeleza Wakristo jinsi ambavyo wao walivyolipokea lile neno ambalo wamelihubiri kwao, kwamba lilikuwa limesimamia misingi gani, kwa sababu
alipohubiria neno, kuna taarifa ambazo alizipokea. Akaanza kusikia kwamba kanisa limeanza kuchanganya mambo, lakini katika ujumbe huu akataka wakumbushe ni nini walichokipokea kutoka kwake, ni injili gani walioipokea kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na vile vile akataka kuwakumbusha ile hali ambayo ilimtokea wakati anakutana na Yesu Kristo, kwamba pamoja na kwamba watu walimuona akiwa mtu wa dhambi sana, lakini ilifika siku neema ya Mungu ilipomshukia Paulo aliyekuwa analiudhi kanisa, akawa yeye sasa ndiye mtu wa kulitetea kanisa. Haleluya. Paulo aliliudhi kanisa, aliwafunga mitume. Biblia inasema wakati Stefano anapigwa mawe, Paulo alikuwepo, kwa sababu alikuwa ni baadhi ya Mafarisayo. Alikuwa ameamini kwa imani ya Mafarisayo, na Mafarisayo waliwasumbua sana mitume. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ukirudi kwenye ile versi ya kwanza, ule mstari wa kwanza pale, utaona Paulo jinsi anavyojaribu kulikumbusha kanisa injili aliyoihubiri, kwamba ilikuwa ni injili ambayo inasimama kwenye milango au kwenye nguzo za kuzaliwa kwa Yesu, mateso yake, kifo chake, na baada ya kifo ufufuo. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Kwa sababu kuna watu tayari walikuwa wameanza kuchanganya, wanawaambia watu hakuna ufufuo. Lakini akataka kukumbushe, kumbukeni ni injili gani ambayo uliamini kutoka kwangu. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Sasa tushuke kwenye zile aya ambazo tumezisoma kuanzia ile aya ya 9. Kwa hiyo kwenye zile aya utaona Paulo anajaribu kuwaeleza lile kanisa la Korinto kwamba anataka asisitize kwamba Yesu, pamoja na kwamba kuna imani zinazoibuka kukana kwamba Yesu hakufufuka, lakini nataka niwaambie Yesu alifufuka, na alipofufuka kuna watu walishuhudia, maana kuna makundi ya watu walikutana nao. Akaanza kueleza kwamba ukipanda juu kidogo kwenye ule mstari wa 7 na 8, anasema alikutana na Kefa ambaye ni Petro, akakutana na watu kadha wa kadha, akakutana na mitume, na baadaye akakutana na Yakobo. Sasa ule mstari wa 8 anasema na mwisho wa watu wote akakutana na mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwisho wa wote akakutana na mimi. Akataka kuwatia moyo na niambia kanisa kwamba pamoja na kwamba unaweza ukaona kwamba kuna mambo yanachelewa kwenye maisha yako, lakini jua iko siku huyo Yesu atakutana na wewe. Neema yake ikishuka hakuna awezaye kuizuia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Akajaribu kuambia, mimi ambaye nilikuwa sistahili, mimi ambaye ninaitwa mtume mdogo kati ya mitume wote, lakini Mungu neema iliposhuka alinifanya kuwa mtume wa mataifa. Kwa hiyo kama injili iliweza kubuka kutoka nje ya Yerusalemu, ni pamoja na kazi za Paulo. Alifanya kazi nyingi sana kuliko hata wale mitume wote ambao Yesu alitembea nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo alifanya kazi
Yerusalemu kuwapelekea mataifa Injili. Mataifa wakapokea Injili. Hawa Wakorinto, makanisa ya Efeso na wapi na wapi na wapi, yote hayo ni makanisa ya mataifa. Kwa hiyo mitume wakati mwingine walikuwa wanashindwa kuwaendea mataifa kwa sababu kuna ile sheria ambayo ilikuwa katika taifa la Israeli kwamba mataifa la Israeli hawawezi kuchangia neno. Haleluya. Lakini Paulo, neema ya Paulo ikampeleka kwa mataifa. Ndio maana mimi na wewe leo tunaitwa Wakristo. Alikuwepo mtu aliyepokea neema, akaitumikia ile neema, akapeleka Injili nje ya mipaka ya Yerusalemu, tukaipokea ile Injili. Ile neema ya Mungu kwa Paulo ilikuwa ni kumfanya awe mtume wa mataifa, awaendee mataifa, aipeleke Injili ya Bwana Yesu kwa mataifa. Maana mitume wengine walishindwa kuwapelekea mataifa Injili. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tuone mambo kadha ambayo neema ya Mungu inaweza kukupa. Neema ya Mungu inaweza kukupa nini? Nini unaweza kufaidi unapopata neema ya Mungu? Jambo la kwanza, inakupa kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Inakupa kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Kisoma Samueli wa kwanza sura ile ya 2, na mtu mwingine anaweza akatufungulia Esta sura ya 2 mstari wa 17. Mimi nasoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Mwingine aliyepata Esta atasoma baadaye. Nasoma Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 26. Biblia inasema hivi: na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Aliyepata Esta anaweza akasoma kwa haraka. Esta sura ya 2 mstari wa 17. Esta 2:17 inasema, mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote. Naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji ya kifalme kichwani pake, akamfanya awe malkia badala ya Vashti. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nimesema neema inaweza kukupa kibali mbele za Mungu na mbele za watu. Tunaona habari za Samueli. Samueli amezaliwa kwa mama yake ambaye halifanya miaka hajazaa. Lakini siku moja Mungu akamjalia yule mama akamzaa Samueli. Yule mama akatimiza yale aliyosema kwamba ukinipa mtoto nitakupa akutumikie. Akamchukua Samueli akampeleka hekaluni. Samueli akaanza kumtumikia. Samueli alianza kumtumikia Mungu akiwa bado mtoto mdogo. Vijana wengine anakuambia hayo bwana, mambo ya wazee bwana, mimi ningali yangu kijana. Bwana Yesu atusaidie sana. Asiwezi kuhubiri bwana, mambo ya wazee hiyo bwana. Utazeeka. Ushaanza kuhubiri na wewe utazeeka. Wenzao walianza kuchapa injili wakiwa bado watoto wadogo, miaka 8. Yuko hekaluni ameanza kufanya kazi ya Mungu. Na kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake, Biblia inasema kwamba alipata kibali mbele za Mungu
na mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango ya baraka ikaanza kufunguka. Samueli akainuliwa. Baada ya yule kuhani kuondoka, kwa sababu ukisoma hiyo sura vizuri, utaona kwamba yule kuhani Elikana alikuwa na wana, na wanawake au watoto wake wakaonekana hawajapendezwa mbele za Mungu. Mambo waliokuwa wanafanya, Mungu akasema, nimekataa ukuhani wa nyumba yako, nimeuhamisha. Ukaanza kutafuta sasa nani aliyepata kibali mbele za Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ule ukuhani ambao ulikuwa unastahili nyumba ya Lawi ukahamishwa, kwa sababu wale wana wa Elikana walionekana matendo yao hayafai mbele za Mungu. Ukaanza kutafuta nani aliyeibeba neema ya Mungu, nani atakayepata kibali mbele za Mungu. Neema ikaja ikamshukia Samueli. Biblia inasema sasa akapata kibali mbele za Mungu na mbele za watu, akakubaliwa na watu, akakubaliwa na Mungu. Kwa hiyo neema inaposhuka juu yako, Mungu unautaona milango inaanza kufunguka. Watu watakubali hata huduma unayoifanya, kwa sababu kuna neema inayokubeba. Haleluya. Hivi ulivyo ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Samueli akakubaliwa na watu, huduma yake ikakubalika mbele za Mungu, kwa sababu alionekana amebeba neema. Kuna neema ilikuwa inambeba kumtoa kwenye familia iliyokuwa imedharauliwa na kuja kufika mahali kuwa mtu wa maana sana, aliyelibeba taifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Esther, tumesoma habari za Esther. Esther walitoka kwao wakapelekwa mateka nchi ya Babeli. Na walipofika huko Babeli, angalia jinsi Mungu anavyotengeneza milango ya watu. Mfalme wa Babeli alikuwa na mke wake, alikuwa anaitwa Vashti. Yule mwanamke, mfalme akatoa amri siku moja, yule mwanamke akakataa kuitii ile amri. Na ilikuwa ni sheria kwamba mfalme, neno la mfalme ni amri, hakuna mtu awezaye kuikataa. Sasa yule mwanamke akakataa kuitii ile amri. Baraza la mawaziri likaingia likasema, huyu hawezi kuwa tena malkia, amevunja sheria. Mfalme anatakiwa kutafutiwa malkia mwingine. Wakakusanywa mabikira wote waliokuwa Babeli, wote wakakusanywa mbele za Mungu, mbele za mfalme. Akaletwa na Esther ambaye alikuwa ni mwanamke mgeni. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaweza ukawa mgeni Marekani, lakini neema yako kumbe iko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza ukafikiri kwamba umekuja kutembea tu kufanya mzaa Marekani, kumbe Mungu amekuleta hapa ndiko kuna neema yako. Wamekusanywa mabikira wote, warembo wote wa Babeli mbele za mfalme. Mfalme achague malkia ambaye atachukua nafasi ya Vashti. Na walipoanza kupita, kila mmoja anapita kwa maringo mbele ya mfalme, mfalme moyo wake ukaangukia kwa Esther ambaye alikuwa mwanamke mgeni kutoka nchi za mbali. Akasema, huyu hapa. Akamvisha nguvu, akamvisha na vitu vingine, na pete ya dhahabu,
na mambo mengine, Esta akapata kibali mbele ya mfalme, akawa malkia. Haleluya! Usijidharau. Kuna neema inakubeba, na hiyo neema inaweza ikakupa kibali sehemu yoyote. Neema unayokubeba inaweza ikakupa kibali sehemu yoyote. Kuna wakati mwingine mtu unaweza ukafika mahali akili za kibinadamu zikaisha kabisa, zikafika mwisho, unaanza kujiuliza, sasa hapa nitafanya nini? Hapo ndio neema ya Mungu inataka kufanya kazi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema Esta akachaguliwa kati ya mabikira wote. Ni neema ya ajabu sana. Hebu fikiria kama nchi nzima mabikira wote wa Marekani, na sidhani kama Marekani kuna kwa mabikira. Hawa wanaanzaga boyfriend na girlfriend wakiwa wadogo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sijasema nyie, nasema wa Marekani. Kuna Marekani Bwana Yesu atusaidie sana. Watoto wetu bado tunajisifia watoto wetu kwa sababu bado wanalinda hiyo. Baadhi yao, sio wote, baadhi yao bado wanalinda ubikira, mabinti. Eti kwa neema. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Esta akapata kibali mbele za Mungu. Tuone jambo la pili. Neema ya Mungu inakupa nini? Neema ya Mungu inakupa nafasi usiyostahili. Nafasi ambayo haukustahili, neema ya Mungu inaweza ikakupa. Nafasi ambayo haukustahili, lakini unajikuta kwamba kama unashangaa tu umedondokea mahali, unajikuta sasa hii imekujaje? Ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja tusome kile kitabu cha Warumi sura ya 3 mstari wa 20 na 3 mpaka 4. Aliyepata haraka anaweza akasoma Warumi 3:23 mpaka 24. Warumi 3:23 inasema hivi. Kwa sababu wote wamefanya dhambi, wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wanahesabiwa haki bure kwa neema kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Kwamba wote walikuwa wameonekana wametenda dhambi. Wanadamu wote tulikuwa wenye dhambi. Wote, sio mimi ninasema, ni Biblia. Kwamba wanadamu wote walikuwa wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Lakini kwa sababu kuna neema ambayo imekubeba, ile neema ikakufanya leo kuitwa mwana wa Mungu. Haleluya. Amen. Tumeokolewa si kwa matendo yetu. Si kwa sababu sisi tulikuwa tunatenda vizuri sana. Si kwa sababu sisi tulikuwa hatutendi dhambi. Sio kwa sababu sisi tulikuwa wema sana kuliko wengine, lakini ni neema ya Mungu iliyotubeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumeokolewa kwa neema. Kwa Efeso anasema mtu asijisifu. Mtu yeyote asijisifu, lakini tu ni neema tu. Hivi tulivyo leo ni neema ya Mungu. Nimekuwa mchungaji leo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Wewe ni mwimbaji leo, ni neema ya Mungu inakubeba. Sasa ole wako kuidharau neema ya Mungu. Ndio inakuwa shida. Unataka uanze kujivuna kwa sababu kuna neema inakubeba. Unataka upandishe mabega hivi kwa sababu Mungu amekupa huduma
kwenye ile huduma unaanza kupanda mabega hivi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ujue hiyo ni neema ya Mungu tu. Anaweza akaipokonya muda wowote, anaweza akaiondoa. Ni kama kiburi amekiweka juu yako, anaweza akakiondoa kama kitupu. Tumeshaona wengi, alikuwa ni mchungaji lakini ameangukia, amekuwa mlevi wa kutupa. Alikuwa ni mwimbaji wa ajabu, anaanguka na kuwa malaya wa kutupa. Neema ya Mungu imeondoka juu yake. Fanya angalisho sana, usicheze na neema ya Mungu. Usijivune kwa sababu ya neema ya Mungu. Mtu mmoja atusomee Waefeso sura ya 5 mstari wa 5. Sura ya 2 mstari wa 5. Mstari wa 5. Sura ya 2 mstari wa 5 wa Efeso, alafu utaruka ile aya ya 8 mpaka 9. Efeso 2:5 inasema hivi. Hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya kuwa hai pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema. Tulipokuwa wafu kwa sababu ya dhambi, alitufanya hai, akatuisha, akatufanya kuwa wazima leo kwa neema ya Mungu. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Ni neema yake tu ndiyo inatufanya kuwa hivi tulivyo leo. Umelala, umeamka, ni kwa neema ya Mungu. Unaondoka nyumbani kwako, unaenda kazini, tena unarudi, ni neema ya Mungu tu. Hivi ulivyo leo, afya ulio nayo leo, ni neema ya Mungu inakubeba. Hakuna mchango wako unaofanya wewe. Wala usijivune. Soma ile mistari miwili ya mwisho, 8 na 9. Nasema nini? Inasema hivi. Kwa maana tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu. Subiri. Kwa maana tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zetu. Wokovu wetu sio kwamba sisi tulitamani kuokolewa, sio nguvu zetu, au unafanya nguvu wewe, lakini bali ni kipawa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ni kipawa cha Mungu ambacho anakiweka ndani ya mtu ampendaye. Biblia inasema kwamba alitupenda kabla, tangu asili akakupenda, akakuchagua, na vile alivyokuchagua na ndivyo neema akaiweka juu yako. Kwa hiyo unapozaliwa, kwenye process ya kuzaliwa, tayari unakuwa umeshakuwa mchaguliwa. Wewe unafika duniani, tayari unaikuta neema inaanza kutembea na wewe. Wanadamu wanaweza wakaichelewesha, lakini hawawezi kuzuia neema ya Mungu. Haleluya. Amen. Ya mwisho, kipengele cha mwisho cha 3. Neema ya Mungu inakutunza au inakulinda. Ndicho kipengele cha mwisho. Tuone mtu mmoja ambaye amelindwa na neema ya Mungu. Mwanzo 39 20 mpaka 21. Mwanzo 39 Mwanzo 20 mpaka 21. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Bwana wake akamtoa Yusufu, akamtia gerezani, mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme, naye akawamo humo gerezani. 21 inasema, lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu. Lakini Bwana akawa pamoja na Yusufu, akamfadhili,
akamfadhili, akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza. Bwana Yesu asifiwe. Ni habari za Yusufu na mke wa Potifa. Ukianza kule ile aya ya kwanza utaona wanaeleza habari za Yusufu na mke wa Potifa. Mke wa Potifa anaanza kumtamani Yusufu. Anafanya mambo ya kumshawishi, lakini Yusufu anasema, inakuwaje mimi nitende dhambi kubwa namna hii? Akakwepa. Yule mama akafanya mpango wa kuweza kutumia nguvu zote, na ikaja kubainika, basi Yusufu akapelekwa akaenda kufungwa gerezani. Yule mama akasema, hapa sasa nimemkomoa. Haleluya. Hello. Maadui zako wanaweza wakainuka, wakafanya mambo, wakadhani kwamba hapa sasa hataondoka. Tumefunga hapa sasa, hawezi kutoka tena. Anajivuna yeye anajua sana kutuma nyimbo. Nimefunga hapa tena, hataweza tena kutuma nyimbo. Lakini neema ya Mungu iliyokubeba lazima itakutunza, hata kama utakuwa kwenye gereza la aina gani, hata kama wachawi watafanya mikao juu yako, neema ya Mungu itakuwa juu yako, itakufadhili. Haleluya. Yusufu alikuwa amefungwa, yuko gerezani, matumaini yameisha kabisa, hana tena matumaini. Lakini kwa sababu neema ya Mungu ilikuwa juu yake, siku moja Mungu alitengeneza njia. Mungu akatengeneza njia. Mfalme akaota ndoto, ikamsumbua ndoto ikamsumbua. Wakamwambia mfalme, hapana, kuna kijana mmoja wa Kiebrania kule tena kamefungwa kule, anaweza akakutafsiria hiyo ndoto. Mfalme akasema, nileteni huyo kijana. Na alipokuja akaitafsiri ile ndoto, Mungu akatengeneza mlango. Yule Yusufu aliyekuwa amefungwa akaondolewa kutoka jela, akainuliwa, akawa mtu wa pili kwenye ufalme. Mungu, neema ya Mungu iliyo pamoja na wewe inaweza ikakuinua nafasi yoyote. Yusufu akainuliwa kwenye ule ufalme wa Farao. Yusufu akainuliwa, akawa mtu wa pili kwenye ufalme. Mtu aliyekuwa amedharauliwa, mtu ambaye alikuwa hana thamani, lakini na uadui ulianzia nyumbani kwao. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa maana Yesu akasema adui wa mtu ni wa nyumbani. Haleluya. Adui yako anaweza akawa kaka yako, anaweza akawa dada yako, anaweza akawa mama yako. Hamjasikia kuna mama wanaoa watoto wao? Mama yako akiwa mchawi ni hatari, anaweza akawamaliza nyumba nzima. Au baba yako akiwa mchawi ni hatari, atamaliza nyumba nzima. Kaka yako akienda Freemason atawamaliza. Dada yako akienda kujiunga huko, anataka kuwa mwimbaji mashuhuri, atawamaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna neema ya Mungu inakutunza. Ndio maana unalala unaamka, neema ya Mungu inakutunza. Ulifanya ajali mwaka jana, lakini ukatoka wewe ukiwa mzima, neema ya Mungu inakutunza. Wako wengine walifanya ajali wakafia pale pale, lakini wewe bado umetoka, neema ya Mungu inakutunza. Usiichezee neema ya Mungu. Ukiichezea neema ya Mungu, anaweza kaiondoa muda wowote. Utasoma nyumbani kile kitabu cha Danieli sura ya 3 mstari wa 24 mpaka 26. Utaona kuna habari za wale vijana Shadraka, Meshaki na Abednego wamefungwa kamba
mikono na miguu, wametupwa kwenye lile tundu la moto. Lakini mfalme Nebukadneza alipokuja akalisogelea lile tanuru la moto, anaangalia, anachungulia, anasema, kuna nini hiki ninachokiona? Mbona tuliwatupa watu watatu humo ndani, lakini ninaona watu wanne wanatembea, wanarukaruka, wala moto haujawazuru. Na yule wanne nilimwona ana sura kama mwana wa Mungu. Haleluya! Neema ya Mungu ikikubeba inakutunza, inakulinda kwenye shida, kwenye magumu, kwenye majaribu. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, hata walozi, hata wachawi wangekuja kuanga, yani wangejikusanya wote walio Marekani. Sisi tulifikiri tu Afrika ndio kuna wachawi, na wengine kumbe walivuka na uchawi mpaka Marekani. Wanakuja tu kuambia watu wengine mpaka Marekani, yani mtu anakuja na mizigo ya uchawi. Ndio yani hivyo. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini ndio maana ninasema, kwa sababu neema ya Mungu iko juu yako, hivi ulivyo leo ni neema ya Mungu. Usiichezee neema ya Mungu. Unalala, unaamka, ni neema ya Mungu. Kuna vikao vingi vilifanyika juu yako waweze kumaliza maisha yako, lakini bado unadunda tu, ni neema ya Mungu. Kuna watu hawakutaka ufikie mafanikio ulionayo leo, lakini uko hivi, ni neema ya Mungu. Kuna watu walitamani uwe na kilema, lakini wewe ni mzima, kwa sababu kuna neema ya Mungu. Na Mungu akubariki.